Kiongozi mkuu wa Hamas anasema sasa vita katika ukanda wa Gaza vimeisha na Hamas haitafanya shambulizi dhidi ya Israel na hawatarajii Israel kufanya shambulizi kwa mara nyingine tena katika eneo la ukanda wa Gaza. Afisa mkuu wa Hamas ametangaza kumalizika kwa vita katika ukanda wa Gaza. Hamas imepokea dhamana kutoka kwa Marekani kwamba uhasama hautaendelea tena. Khalil al-Hayya amesema vita vya Gaza vimekwisha. Afisa huyo alisema na kuongeza kuwa mpango wa amani uliowekwa na Marekani kupitia Rais Trump utaashiria kwanza kusitishwa kwa mapigano ya kudumu. Kundi hilo la wapiganaji limepokea baadhi ya dhamana kutoka kwa Washington na wapatanishi wengine kwamba uhasama hautaendelea, aliwaambia wakazi wa Gaza katika hotuba ya televisheni siku ya Alhamisi. Kulingana na Khalil al-Hayya, kundi la wapiganaji wa Kipalestina lenye makao yake katika ukanda wa Gaza lilishughulikia kwa uwajibikaji mpango wa rais wa Marekani wa kuwasilisha jibu linalolenga kuzuia umwagaji damu zaidi. Hakufafanua zaidi juu ya aina ya majibu, lakini alisema kuwa makubaliano hayo yaliyofikiwa huko Sharm el-Sheikh, Misri, ni pamoja na kutoa misaada ya kibinadamu kwa eneo la Palestina na kufungua kivuko cha mpaka wa Rafah na kubadilishana kwa wafungwa. Amesema Hamas itawachilia mateka wa Israel kama ilivyokubaliwa, huku wakiwataka Israel kuachilia wafungwa wote wa Kipalestina waliopo katika magereza mbalimbali huko nchini Israel. Kila mtu alithibitisha kuwa vita vimeisha kabisa, afisa huyo alisema, akiahidi kufanya kazi na vikosi vyote vya kitaifa na Kiislamu ili kukamilisha hatua zinazotarajiwa katika makubaliano hayo. Maneno yake yalikuja huku baraza la mawaziri la Israel likiwa bado linapiga kura kuhusu kuidhinishwa kwa makubaliano hayo. Waziri wa usalama wa kitaifa Itamar Ben-Gvir amesema kabla ya kura hiyo kuwa yeye na chama chake watapinga mpango wa amani wa Trump na wataondoka serikalini ikiwa Hamas itaruhusiwa kushikilia udhibiti wa Gaza. Pia alielezea kuachiliwa kwa wafungwa wa Kipalestina baada ya mateka wa Israel kama gharama isiyoweza kuvumilika ya kulipia makubaliano. Hata hivyo, muhtasari wa mkataba wa Israel na Hamas umefichuliwa, ambapo ripoti za awali za vyombo vya habari zilidokeza kwamba majeshi ya Israel yangetakiwa kuondoka hadi kwenye mstari uliowekwa awali ndani ya saa 24 na kuiacha Israel idhibiti karibu 53% ya eneo la Wapalestina, jambo ambalo Hamas imesema hilo haliwezekani tena kuidhibiti Gaza. Hata hivyo, jeshi la Israel limeanza kuondoka katika ukanda wa Gaza. Hamas itawachilia mateka wote walio hai ndani ya saa 72 baada ya Yerusalemu Magharibi kuridhia mpango huo, na kwa upande wake Israel itawachilia huru wa Palestina waliopo katika magereza karibia 2500 ambao wanatumikia kifungo cha maisha, na wa Gaza Palestina 250 wanaotumikia kifungo cha maisha, na wa Gaza 1700 waliozuiliwa tangu mwaka 2023 wakiwemo wanawake na watoto wadogo waliopo huko nchini Israel ambao pia walichukuliwa na serikali ya Israel. Kulingana na channel nambari 12 nchini Israel, Yerusalemu Magharibi ingewaruhusu tu wafungwa hao kuachiliwa huru baada ya muda wa masaa 72, ambapo Hamas inatarajiwa kuachilia mateka wote wa Israel. Kikundi bado kinashikilia karibu mateka 48, Israel ikiamini kuwa karibu 20 bado wako hai. Vita vya Israel na Hamas vilianza Oktoba 7 mwaka 2023 wakati wapiganaji wakiongozwa na Hamas waliposhambulia taifa la Kiyahudi na kuwa karibu zaidi ya watu 1200 na kuwachukua mateka karibu watu 250. Operesheni iliyofuata ya kijeshi ya Israel huko Gaza imeua zaidi ya Wapalestina 67,000 kulingana na maafisa wa eneo hilo. Pia ilisababisha uharibifu usiokuwa na kifani na maafa ya kibinadamu katika eneo hilo. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.